hata akipenda funga ofisi zote ya ODM, si ni mali ya babake? Yule mtu ambaye hawezi fungiwa ofisi ni Ali Hassan Joho peke yake, kwa sababu huyo ndio banki ya ODM na tuwezi fungia banki nje. So mtu wowote atafungiwa nje. Winnie Odinga, mtoto wa Raila, 2026 mwezi huu tarehe 27 NDC ya ODM lazima upewe chairperson ya chama. Gladys arudi Homa Bay. Arudi Homa Bay. Kweli. Lazima. Hatuwezi pangwa na watu ambao wana agenda ya chama. Hatuwezi pangwa na watu ambao hawajielewi. Mimi ninasema ya kwamba Honorable Winnie Amolo Odinga akona haki kwa ODM kwa sababu chama hilo baba yake alikuwa na share kubwa na yeye ndiye amebaki na share ya baba yake. Na yeye ndiye mwanasiasa ambaye amebaki kwa Mheshimiwa Odinga. So we as young people ambao tulikuwa tunapenda Mheshimiwa Odinga, tutadefend mchana wetu afanye vile anataka kwa ODM. Ya ODM ni yao. Akipenda ingie na gambut, akipenda jisimame juu ya meza, ya ODM ni yake, akipenda lale, hiyo chama ni ya baba yake. Na hiyo chama ni yetu. So tunasema wale ambao wanatereka wananungunika kwamba Winnie anafanya A, Winnie anafanya ABCD. Lazima Honorable Winnie Amolo Odinga apewe cheo kwa ODM. Hiyo sio tafadhali. Na hii naambia Mheshimiwa Ali Hassan Joho, naambia Mheshimiwa Paul Simbarati, naambia Mheshimiwa Ledama Lekina, naambia Mheshimiwa Caleb Amisi, lazima Honorable Winnie Odinga apewe nafasi kwa ODM. So kama hatapewa, tutazidi kufunga ofisi zote ya ODM. Tutafunga kwa sababu chama certificate sisi tuko nayo. Si ni ya Winnie ndiye ako nayo. Si babake ndiye alikuwa anatembea naye. Si yeye ndiye mabaki naye. So lazima Winnie Odinga asikizwe. Na mimi nataka kuambia Winnie usitishwe. Pili, simama Kibira ndio hakuna mbunge. Tunakuomba tu Lang'ata tumeshaweka basi. Tunakuomba tafadhali. So Abbas pia ni mwana ODM. So rudi Kibira ndio kuna mtu alitutukana takataka. So ndio nataka kumrudisha aende tafute takataka wenzake kwa dustbin. So tunakuomba Winnie Odinga, simama Kibira constituency. Ndio maana ili tusipigane na Abbas pia ni mtoto ya Odinga. Pia ni wale ambao ni wanachama hodari. So wewe kama Winnie Odinga tunakuomba kwa unyenyekevu, simama Kibira constituency. Yule mwenye Kibira juu kitu anafanya. Hajui. Wala hajui hata kuambia uliingia kwa ODM siku gani. Hajui. Ukiambia sera ya ODM nikana hajui. But Winnie ako na sera. Abbas ako na sera. So tunakuomba wakati Jalasa anatafuta senator, wewe kama Winnie Odinga tunakuomba tafadhali rudi Kibira mahali babako mzazi alianzisha siasa. Ndio tuchague pia Abbas Lang'ata constituency. Abbas ni kijana, wewe pia ni kijana. So tuwakilishe maslahi na matakwa ya vijana wa chama cha ODM kwa sababu ODM imewachwa. So mimi nakuomba kwa ODM fanya utakavyo. Jambo la pili, juzi niliona Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ati ametoa sijui Joho kwa cheo gani, ametoa Junet kwa cheo gani, sijui akanominate nani. Mimi ningependa kuambia Stephen Kalonzo Musyoka, Azimio lizikwa 2022 baada ya uchaguzi. Hakuna kitu kinaitwa Azimio. So uweze linganisha Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Mheshimiwa Mike Mbuvi Sonko. Uwezi? Sonko anatambulika Turkana. Sonko anatambulika Nyanza mzima. But Kalonzo kaunti 3 wabunge 14 ndio wanaturingia nayo. Ama ni 24. Ndio wanaturingia nayo. My friend, mimi kwa jamii ya Wakamba natambua wanaume wawili. Mheshimiwa Mike Mbuvi Sonko, kijana ambaye ana akili zake anasimama, anajua kwamba mimi ni kijana siku moja nitangangania taifa hii ama nitatafuta influence yangu bila kupewa na wengine. Mheshimiwa Mike Mbuvi Sonko, kiongozi wa National Economic Development Party. Wengine wanapiga kwa kelele kwa ODM. Oh, tunaweza ama wameogopa. Simuame. Sonko ako na chama yake. Simtengeneze yenu. Kama Mike Mbuvi Sonko, kijana ambaye anasaidia vijana wenzake. Wengine wao wana ODM Kenya wanajua kutumia vijana wakuwe goons na kutumia vijana kwa maandamano. Sonko mwenyewe ametengeneza chama yake, National Economic Development Party, na anasimama nayo na kuna vijana. Na sisi kama vijana, kwa sababu kama mtu apewa Winnie kiti kwa ODM kama chairperson ya ODM, si Sonko hako. Tunaenda kwa vijana wetu ambao wanatusaidia. Hatuwezi kufuata wazee ambao wamekula Kenya since 1942 hadi wa leo. Hatuwezi kubali. Hatuwezi.
Kama mtapea Winnie Mike Mbuvi Sonko party leader wangu, naingia huko na nakaa huko. Huwezi kulinganisha mheshimiwa Spika ati Joe na Sonko. Joe na Kalonzo. Then Sonko na Kalonzo. Joe ako na wabunge 38 wa Coast Region. Wa Kalonzo ni wangapi? 24 MPs. Unalinganisha na mwende Joe. Amweshina na 14 bado unalinganisha. Hata ukaambia Ruto unataka Kalonzo, anasema nataka Joe. Sasa Kalonzo anamsaidia nini? Joe anaweza influence kura ya North Eastern. Joe anaweza influence kura ya Nyanza. Kalonzo ana influence kura ya wapi? So my fellow youth, tufanye siasa ya maendeleo, tusifanye siasa fitina. Na Mike Mbuvi Sonko, ni wakati ni wako. Hii bunge pia ni wako. Ama bunge hii ni yako. Wewe pia kuja tupee maendeleo. Tumekukaribisha katika bunge la mwananchi. Winnie Odinga pia tumekukaribisha. But Kalonzo naye tuliyamkaribisha. Kwa sababu hakuna kitu tunapata kwa Kalonzo. Asante sana, Mungu awabariki.